Kuna jambo ambalo wanadamu tunaliogopa sana, lakini ni jambo la umuhimu katika maisha yetu. Umewahi kujiuliza kwa nini kwenye maisha yako imekuwa ni maumivu baada ya maumivu? Umekuwa mtu wa kupitia maumivu, na hata sasa inawezekana upo katika hali za kukuumiza, na maumivu yanaweza yakaja katika hali yoyote ile ya kupoteza mtu, kupoteza vitu, au kupoteza kitu ulichokithamini, labda biashara, makazi au mahusiano, ama hali yako ya kiafya yoyote, hali ya kiuchumi. Maumivu yanaweza yakaja kwa njia mbalimbali, kwa namna mbalimbali, lakini ufahamu hivi kwamba maumivu hayakwepeki katika sayari dunia, kwa sababu kuwepo katika hii sayari, lengo ni sisi kukua kama wanadamu. Lengo ni sisi kuwa awake, lengo ni sisi kuwa alert, kuwa katika hali ya kuwa macho, kuwa katika hali ya kutazama, kwa sababu ukuaji unakuwa katika kuwa macho. Kwa hiyo sasa, pasipo maumivu unakuwa katika hali ya kubweteka, na unapokuwa katika hali ya kubweteka hauwezi kukua. Na ndio maana maumivu yanakuja kama jambo la lazima, ama kichocheo cha kukutoa kutoka mahali pale ambako hapata kuwa na manufaa kwenye maisha yako. Kwa hiyo kwenye maisha maumivu hayakwepeki, ama uingie maumivu yanayotokana na gharama ya kukua, au maumivu yanayotokana na gharama ya kubweteka. Gharama ya kubweteka ni majuto, gharama ya kukua ni uhuru. Kwa hiyo huwezi kukwepa maumivu. Na watu mashujaa, ama watu hodari, ama watu ambao wanajua namna ya kutawala maisha, wamejifunza, hii ni kitu unajifunza, uzaliwi nayo, wamejifunza kukumbatia maumivu. Kwa hiyo kumbatia maumivu yanayotokana na gharama ya kukua. Ina maana njia ya kukua ina maumivu. Kwa hiyo uzoeshe ubongo wako kuona sio maumivu, bali ni gharama ya uhuru. Kutaka kuwa huru katika eneo lote la maisha yako, kuna gharama lazima itabidi uingie. Kuna gharama ya kutoa muda wako kuwekeza katika hilo jambo unalotaka kuwa, litakalokupeleka katika uhuru unaotaka. Kuna kuwekeza nguvu zako, kuna kuwekeza pesa yako. Kuna maumivu hata ya kimwili, itakuhitaji ufanye mazoezi, itakuhitaji ukae kwa kuvumilia katika kutengeneza nidhamu ya kuwa yule mtu ambaye unafurahia kuwa. Mtu unayefurahia kuwa sio kubweteka. Mtu unayefurahia kuwa ni mtu anayekuwa kila siku. Ni mambo mawili, ama kudumaa au kukua. Kwa hiyo unapokuwa katika hali ya kubweteka unadumaa, na unapokumbatia maumivu ya gharama ya kuwa mtu bora zaidi unakuwa. Kwa hiyo uchaguzi ni wako, unachagua kulipa gharama gani katika maisha yako. Mimi moja ya jambo ambalo liniletea maumivu makali sana, ambalo lilinisaidia katika kukua kwangu, ilikuwa nilimpoteza mtu niliyempenda, nilimpoteza dada yangu. Na hiyo ni moja ya sababu kubwa, ni moja ya motive, ni moja ya msukumo ulionisababisha kuandika kitabu Kutoka Uwanja wa Mapambano, Saikolojia ya Kuvunja Trauma na Kujenga Utambulisho, ambacho sasa tayari kipo. Kwa wewe mtu wa Dar es Salaam, kitabu kinapatikana mahali popote ulipo. Mikoani pia unaweza ukaagiza kitabu, ukapata kitabu, ukaletewa kitabu mahali ulipo. Okay, sasa hiki kitabu, moja ya kichocheo kilichonifanya nikaandika, nilimpoteza dada yangu ambaye aliumwa kwa tatizo jingine tu, akafariki dunia, lakini alikuwa na changamoto ya kisaikolojia kutokana na maumivu ya ndani, na mimi nakuwa nikimuona akipata yale maumivu ya ndani, lakini hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Hii elimu tunaoitoa kama hivi ninavyoelezea watu kama sisi ambao tunafundisha watu kuhusu saikolojia ya kina, ni elimu nadra, na ni elimu ambayo kwa sasa, kwa sababu ndio wakati wa uponyaji kwa sayari dunia, kwa mama dunia, ndio unaona watu wengi wanafundisha, lakini ni nadra. Sio rahisi sana kupata kwenye mazingira yetu watu ambao watakusaidia katika kujua namna ya kuponya majeraha ya ndani, maumivu ya ndani, mambo ambayo umeyabeba kwa muda mrefu. Kwa hiyo yeye pia alikaa na maumivu kwa muda mrefu, na yale maumivu yakakua mpaka yakamletea hali za kisaikolojia, au tunaita magonjwa ya kisaikolojia. Na
baadhi ya magonjwa hayo nimeelezea katika kitabu. Kwa hiyo nilipompoteza, wakati ambako nilikuwa nimeshaanza kuchukua hatua za kumsaidia, mimi nilikuwa na elimu ndogo wakati huo, bado sikuwa nimepata elimu ya kina ya kiuzoefu kuweza kumsaidia mtu mwingine kwa usahihi. Kwa hiyo lakini nilikuwa ninaelewa kinachoendelea, na nilijua kwamba kutumia dawa tu, kwa sababu ukiwa na mashida kama hizo, ukienda mara nyingi kwenye hospitali za kawaida unaishia kupewa dawa za usingizi, hawawezi kukusaidia, na atuwalaumu kwa sababu hawajui ni namna gani ya kusaidia mtu kama huyo. Kwa hiyo nikaishia kumpoteza mtu ambaye nilikuwa ninampenda sana, kwa sababu sikuwa najua namna gani naweza kumsaidia katika hali alizokuwa anapambana nazo za kisaikolojia, maumivu ya ndani. Kwa hiyo ile hali iliniletea maumivu, lile tukio liniletea maumivu makubwa sana, maumivu ambayo yalinifanya kwamba namna gani naweza nikaleta thamani kwa maisha ya mtu ambaye nilikuwa ninampenda. Alikuwa na ndoto zake, na baadhi ya ndoto alikuwa anaongea, nilikuwa nazijua ndoto ambazo alikuwa anazitaka katika maisha, lakini zile ndoto zikakatika. Kwa hiyo yale maumivu yalifanyika kuwa mafuta, kwamba hii iwe kwa heshima. Sasa mimi ambaye yamkini nilipitia katika experience kama zinazofanana na yeye, nimeweza kuona yeye madhara aliyompata. Sasa mimi nisipatwe na madhara kama aliyopatwa na yeye, nisiendelee kukaa maeneo ya kuniumiza, nisiendelee kuvumilia nafsi yangu kukandamizwa na kuumizwa. Na ndio maana ikawa kichocheo cha mimi kutoka katika mahusiano ambayo nilikaa nayo kwa muda mrefu. Nilikuwa kwenye ndoa ya muda mrefu, lakini ilikuwa ni ndoa ya manyanyaso, ndoa ya maumivu, narcissistic kind of relationship, mahali ambako nafsi yangu ilikuwa inaumizwa, na yamkini kama nisingechukua hatua, na mimi hatima yangu, mwisho wangu ungeishia kama ndugu yangu. Kwa hiyo lile somo la maumivu niliyoyapata kutoka kwa kumpoteza mpendwa wangu niliyempenda sana, ndio lilionipa ujasiri wa kutoa kipaumbele juu ya mimi, kwamba mimi ni kipaumbele, sio mtu mwingine yoyote. Kama mimi nikipotea, ni ile ndoto ambayo itakiwa ifanyike kupitia mimi, na yenyewe imepotea, kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza akawa mimi. Na kuwepo kwangu, kuishi kwangu, inaweza isiwe na manufaa kwa mtu mwingine yoyote. Kitu ambacho ni cha thamani kwako kinaweza kisiwe cha thamani kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kuacha kufanya kile ambacho unakifurahia, unakitaka kwa sababu ya kumfurahisha mtu mwingine, ni kuidhurumu nafsi yako. Yale maumivu ndiyo yaliyonipa nguvu ya kusema nitafanya jambo la kuwasaidia watu wengine wanaopitia uzoefu kama huu aliyoupitia, ili asitokee kama yale ambayo yalitokea. Kwa heshima ya Malkia, kwa heshima ya mwanamke shupavu na hodari aliyekuwa na ndoto, alikuwa na moyo fulani wa dhahabu, lakini ndoto zake zilikatishwa kwa sababu ya majeraha ya ndani aliyodumu nayo kwa muda mrefu, kutokana na aina ya uzoefu aliopitia katika maisha. Au kuja kwenye sayari dunia kumezwa na maumivu. Tumia maumivu kama mafuta, tumia maumivu kama kichocheo cha kukufanya ukue, cha kukufanya kuwa mtu bora zaidi kwenye maisha yako. Kama unahitaji kupata nakala ya kitabu, tuma ujumbe